Langu ni Bernard James, ni mkurugenzi wa Cheza Kidansi Entertainment kwa kushirikiana na Star TV, Radio Free Africa na Kiss FM na wadau wengine. Sisi tumeandaa tamasha kubwa la utamaduni linaloitwa Chief Hangaya Utamaduni Festival mwaka 2025. Ni tamasha kubwa la kihistoria la kipekee kabisa kwa mara ya kwanza nchini Tanzania, lakini kwa kanda ya Ziwa na Mwanza. Hili ni tamasha ambalo lina malengo mengi, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuwapongeza wanawake wote nchini Tanzania kwa namna wanavyoenzi, wanavyorithisha utamaduni katika kizazi cha sasa na kwenda kizazi kijacho. Lakini vile vile kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa namna kwanza akiwa rais wa kwanza mwanamke, na vile vile akiwa chifu mkuu wa kwanza mwanamke, na vile vile akiwa ni mama ambaye kwa namna ya pekee muonekano wake na anachokifanya kila siku katika majukwaa mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, anavyoongelea dhana nzima ya mila na desturi na maadili ya Kitanzania pamoja na utamaduni wetu. Kwa hiyo tunampongeza pia. Tamasha hili litafanyika tarehe 8 siku ya wanawake duniani, na kwa namna ya pekee tumeleta hili tamasha kwa ajili ya kuwapongeza wanawake wote siku yao ambao ni tarehe 8, kumpongeza mwanamke namba 1 au raia namba 1 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kile anachokifanya katika kuenzi utamaduni wetu. Wote tunafahamu kwamba Tanzania ni nchi ambayo inategemea vyanzo mbalimbali katika kujipatia kipato, lakini kikubwa zaidi ni sekta ya utalii. Unapoongelea utalii wa utamaduni, ni moja kati ya utalii ambao unakuwa sana nchini Tanzania. Hivi karibuni tulikuwa na filamu ya Royal Tour ambayo kimsingi imeleta matokeo makubwa sana kwenye sekta ya utalii. Tunafahamu kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwamba kwa mwaka 2025 tuweze kuwapata watalii milioni 5, na huu ni mwaka 2025. Lakini katika vitu vikubwa sana ambavyo vimechangia mafanikio hayo ni filamu ya Royal Tour. Sasa tunapoongelea utamaduni, hatuwezi tukaacha kuongelea Royal Tour pamoja na utamaduni wetu sisi. Utamaduni wetu, watu wengi sana wanakuja hapa nchini Tanzania kujifunza lugha yetu ya Kiswahili, ni sehemu ya utamaduni. Mavazi yetu ambayo tunavaa ni sehemu ya utamaduni. Namna tunavyokwenda kwenye misiba, kwenye sherehe mbalimbali, kwenye kuweza kubatiza watoto, kwenye kuwapatia sakramenti mbalimbali, lakini pia kwenye kuzaliwa, masuala mazima ya harusi, kote huko tuna practice utamaduni wetu wa Kitanzania. Wageni wengi sana wanakuja hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kuvutiwa na utamaduni wetu. Sisi ni wakarimu, sisi ni watu ambao tuna hekima, tuna busara, lakini pia tumetanguliza maadili mbele. Kwa hiyo watu wengi wanakuja hapa na tunapata fedha nyingi za kigeni kupitia utalii, lakini tunapoongelea utalii hatuwezi kaacha kuongelea utamaduni. Kwa unapoongelea sekta nzima utalii, utamaduni umeajiri watu wengi sana ambao wanajipatia kipato, wanaingizia taifa pato fedha za kigeni kupitia sekta hiyo. Kwa hiyo tumeona kwamba ni lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais, tuwapongeze wanawake wote nchini Tanzania, wakina baba, lakini zaidi tuweze kuhakikisha kwamba utamaduni wetu unatengeneza fursa nyingi zaidi. Watu wote, watoto, watu wazima, familia, kina baba, kina mama waje pale waweze kufanya mazoezi, wafurahie, lakini wawapongeze wanawake kwa ajili ya kile wanachofanya katika utamaduni. Hakuna kiingilio, hakuna registration. Lakini baada ya mbio hizo kutakuwa na utani wa makabila. Makabila mbalimbali yanataniana kwa sababu maalum. Kuna wakati wa kutaniana, kuna kabila na kabila ambao yanataniana, lakini pia kuna sababu za msingi za kutaniana. Tutaonesha pale siku hiyo. Tutakuwa kuna maonesho ya mavazi ya makabila mbalimbali ambayo tutaonesha pale kuwakumbusha watoto wetu kwamba kuna mavazi ambayo ni ya mila na desturi na ya staa ambayo yanalinda utamaduni wetu sisi. Lakini vile vile tutakuwa kuna michezo ya asili ambayo tutaonesha pale mingi ambayo ina mafunzo makubwa sana ndani yake. Tutakuwa kuna maonesho kwa wajasiriamali wote nchini Tanzania, wataonyesha bidhaa zao pale. Tutakuwa kuna burudani kubwa sana ya ngoma za asili kutoka makundi makubwa na mengine madogo kutoka kanda ya Ziwa na maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Na mwisho tutakuwepo na chakula cha asili. Naitwa Dr. Robert Mashenene, ni mkurugenzi wa Chuo cha Elimu ya Biashara CB kampasi ya Mwanza. Sisi katika tukio hili la Chief Hangaya Utamaduni Festival 2025 ni wadhamini, na sisi tumedhamini tukio hili kwa sababu lina mahusiano na huduma ambazo tunazitoa kwa jamii. Sisi ni Chuo cha Elimu ya Biashara. Kutembelea kwenye banda letu itakuwa ni kama sehemu ya clinic kwa wajasiriamali, watu wenye mbalimbali, mambo ya kimasoko, mambo ya kifedha, mambo ya kikodi, mambo ya kutunza kumbukumbu za fedha, mambo ya digital marketing na kadhalika. Mfike banda letu, mtumie fursa hiyo kama ni sehemu ya clinic ya ujasiriamali. Lakini pia tutashiriki vyema katika hizo mbio na matukio mengine, ikiwa ni pamoja na
chakula cha asili, na sisi tukiwa tunaenzi utamaduni wetu. Lakini nimalizie, mtusaidie wanahabari habari hii kwenda, kwa sababu sisi tulioko chuoni tunaona vijana ambao wanakutana na hili wimbi la mabadiliko ya magharibi kama alivyosema msemaji wa kwanza, na kutokana na hilo wimbi imetulazimu sisi tulikuwa chuo cha kwanza kuanzisha sera ya mavazi. Tuna sera ya mavazi ili kuweza kulinda heshima yetu, heshima ya Mtanzania. Maanake ilifika pala vijana anaanza kuvaa, mtu anavaa suruali zimelegea, anavaa anavyoona yeye na kadhalika. Sasa tuna sera ya mavazi. Yote haya ni katika kulinda utamaduni na kuwapata vijana bora ambao watakuja kuwa nguvu kazi ya taifa. Kwa mara ya kwanza tamasha kubwa kama hili la utamaduni likihusisha taasisi mbalimbali likifanyika. Chifu Hangaya Utamaduni Festival kama tamasha kubwa zaidi kwa mkoa wa Mwanza, tunaamini ni sehemu ya kuungana na tamaduni za Kitanzania ambazo ziko nyingi na ziko mbalimbali, lakini vile vile sisi kama Yas tunaamini katika jamii yetu ni kuheshimiana. Kwa hiyo kupitia tamasha hili la Chifu Hangaya Utamaduni Festival tunaamini tutarithisha urithi huo utamaduni kwa vizazi mbalimbali kama alivyozungumza Bernard hapa. Lakini swali la maana sana ni kwa nini sisi kama Yas tunadhamini Utamaduni Festival. Huu ni mwendelezo. Tumekuwa tukidhamini matamasha mbalimbali. Kwa mfano, kwa upande wa kanda ya kaskazini Northern Zone tuna tamasha la Masai Festival. Kwa hiyo kule tunadhamini Masai Festival, lakini tumeona kwa kanda ya Ziwa tamasha kubwa ambalo linahusisha tamaduni zote, lakini pia kwa ukubwa wake inahusisha vizazi mbalimbali ni ile la Chifu Hangaya. Jina langu naitwa Loveness Gustav, ni mwakilishi kutoka kampuni ya usafirishaji Jolafa Transport Agency. Kwa heshima kubwa na furaha tumefurahi kupata nafasi ya kuwa kati ya wadhamini wa event hii ya Chifu Hangaya Festival Tamaduni, lakini pia tunafurahi pia kukutanishwa na wadau tofauti mahali hapa. Tunashukuru sana. Kwa nini Jolafa Transport Agency kwenye hii event? Tunatambua kama tunavyosema kilimo ni mgogo wa taifa, si ndio? Basi pia usafirishaji pia ina play part kubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba tunakutana jamii tofauti, lakini pia kuzingatia maudhui ya event hii, sisi kama Jolafa tutakuwa tunashughulika hasa katika eneo la usafirishaji kwa watu wote ambao watahitajika kutanika kwenye viwanja vya Furahisha Mwanza siku ya tarehe 8. Naitwa Pius Kamala, ni sehemu ya wajumbe wa bodi ya hospitali ya St. Clair. Tulio wengi hatuna utamaduni wa kuziangalia afya zetu. Mara nyingi tunasubiri tuhugue alafu ndo twende hospitali, na wakati mwingine tunapeleka hospitali kwa kutokutaka, tumezimia, tujielewi. Lakini tumefurahi kwamba tumepata platform ya kuja kuwaeleza Watanzania, na kwa namna ya pekee tukiwa tunasherehekea sikukuu ya wanawake duniani, kwamba afya inabidi iwe sehemu ya utamaduni wetu. Kwa wenzetu huko nje ambao tumebahatika kwenda nje ya nchi na sasa kwa wazungu, swala la afya ni sehemu ya utamaduni wao. Wana utaratibu wa kuzicheki afya zao mara kwa mara, na sisi sasa kama St. Clair hospitali tutajitahidi walau kwa siku hii maalum kujaribu kuwahamasisha Watanzania wenzetu hasa wakina mama wajaribu kuwa na utamaduni wa kuzijali afya zao.